Kosa lingine kubwa ambalo limefanywa na watu wengi sana na limewapelekea kuwa masikini na watumwa ni kupuuza au kudharau makosa. Wahenga husema mdharau mwiba, mguu huota tende. Vuta picha kwamba kikosi cha mafundi umeme wako juu ya nguzo wakikarabati waya wa umeme mkubwa. Alafu wakati huo huo mtu mwingine akafanya kosa la kuminya switch inayoruhusu umeme kupita kwenye waya hizo. Bila shaka unaelewa kitakachotokea na unahisi jinsi ambavyo yule aliyeminya switch atakavyoishi maisha ya majuto na hatia maisha yake yote. Hata asipohukumiwa na vyombo vya dola, bado atahisi hatia ndani yake. Kosa lako moja unalodhani kwamba ni dogo linaweza kuharibu na kuteketeza kila kitu ambacho mtu amekipambania katika kipindi chote cha maisha yake, au kuharibu kabisa kitu ambacho wewe mwenyewe umekipambania katika kipindi chote cha maisha yako. Chunga sana maamuzi yako. Ni kweli binadamu tunakosea, hata hivyo tunahitaji kuwa makini sana na makosa. Haupo mahali hapo ili ukosee, hivyo unahitaji kufikiri kabla ya kufanya maamuzi ili kuepuka au kupunguza makosa. Kuna ujinga fulani unauendekeza kila siku, licha ya kwamba dhamiri yako haikubaliani nao. Unatamani sana kuuacha, lakini bado unaendelea kurudia tena na tena, huku ukijipa moyo kwamba leo ninafanya kwa mara ya mwisho. Basi nakwambia, leo fanya maamuzi ya kuacha kabisa kuanzia sasa. Vinginevyo utambue kuwa unalea bomu ambalo muda wowote litakupa madhara makubwa na majuto ya kudumu. Jitahidi sana kumheshimu kila mtu. Kila mtu unayemwona ana thamani sawa na wewe, kwa jinsi watoto wako wanavyokutegemea kama baba, na kwa jinsi unavyohangaikia kesho ya watoto wako, kwa jinsi familia yako inavyokutazama wewe kama mama, kwa namna ambavyo ukoo wenu unakutegemea wakati wa matatizo. Kila mtu unayemwona ana watu nyuma yake wanamtegemea vivyo hivyo. Usipuuze mtu, hata kama ni mlevi kupindukia au hata kama hana mwelekeo wowote. Kabla ya kufanya maamuzi yatakayoharibu maisha ya mtu, fikiria kwamba ana watu nyuma yake. Ukiona hauwezi kumsaidia, mpishe, kaa mbali, kaa pembeni ili aendelee na safari yake kwa amani. Unaweza kufanya maamuzi mabaya juu ya mtu fulani na asiweze kukufanya lolote kwa sababu unamzidi nguvu na madaraka, lakini tambua kuwa hicho ufanyacho ni kupanda mbegu, na wakati utakapofika utavuna matunda yake. Mungu mwenyewe anasema katika Biblia, kitabu kile cha Mathayo 25 mstari wa 40, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kama ukishindwa kumsaidia mtu, basi chunga sana usiwe sababu ya maumivu kwake. Mwache huru na msalaba wake. Hata kama huo msalaba utamuua, isiwe kwamba wewe ndiye uliyemtwika au kumwongezea uzito. Kama hauwezi kutimiza, usiahidi. Kuna mambo haupaswi kuyazungumza popote, licha ya kwamba unayafahamu sana. Jitahidi kubaki nayo hadi utakapozikwa nayo. Moto unaouwasha kwa ulimi huleta maangamizi makubwa na ya kutisha. Ukigundua yule ni mke au ni mume wa mtu, tafadhali kaa naye mbali sana. Kama hauna mpango wa kuoana naye, mweke wazi. Katika harakati za kutafuta ugali wako, angalia au chunga sana usikanyage ugali wa mtu mwingine. Kabla ya kukubali kupokea cheo fulani, hesabu na ukubali gharama za kuwatumikia watu. Chunga ulimi wako, usimuumize mtu. Yawezekana unalomwambia ni la kweli, lakini unaliwasilisha kwa namna inayompa mtu maumivu. Kuwa makini sana na maamuzi yako, kwa sababu kosa dogo linaweza kukufungulia wewe au mtu mwingine mfululizo wa matatizo kama mvua isiyokoma. Tazama mfano wa picha inayoonekana. Mtu huyu ameshika waya, amesababisha shoti ya nyumba inayolipuka nyuma yake.
Wengine wanasikitika kwa maamuzi aliyoyafanya, lakini yeye mwenyewe anasema si poa tu, ni bahati mbaya, hakuna tatizo kubwa. Anachukulia kawaida. Ndugu yangu, kuwa makini sana, usije ukafungulia mfululizo wa matatizo kama mvua isiyokoma. Mungu akusaidie sana. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.